Ujambo mpendwa mtazamaji wa Elila TV. Leo tunapatikana eneo ya Lugushwa ambako ni makao makuu hapa Mapale, ambao tunakuwa tunasikika kabisa. Unakuwa unatufuata sehemu nzima mpendwa mtazamaji, unakuwa unatambua nini Lugushwa. Lugushwa ni maana yake nini? Leo utakuwa unafahamu kupitia video hii. Naitwa Esther Shubabu. Utatambua kwamba Lugushwa si mji, lakini Lugushwa ni mto ambao unapita sehemu zote ya eneo zinazounganisha miji hizi. Na hapa ni eneo ya Mapale ambako ni eneo ya ofisi. Hapa ni centre ya Mapale. Mapale ni kama makao makuu ya hii Lugushwa ambao unakuwa unatupata kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji, usio unajiuliza tena Lugushwa inakuwa na mingine mingi. Tukitaja Mapale, Makalanga, Kigumo, J3, Zibonjo, Linjoli na eneo mbalimbali, inakuwa yote inaunga hii ambao wanaita Lugushwa. Lakini ukifika huko utakuwa unakuta kama kuna nyingine sherehe mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendeshwa kama kawaida popote pale. Lugushwa ni moja eneo ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo ya Kivu ya Kusini, tarafa ya Mwenga. Unashuka kabisa kusini mwa mji wa Kamituga utakuwa unapata eneo ya Lugushwa. Jina yangu inaitwa tu Wabuya Baleka Baudouin. Kwa sasa ninaambia raia kama hapa tuko ndani ya gouvernement ya Kongo, sababu adui hapa yaangusha Lugushwa. Territoire ya Mwenga ingali mu mikono ya gouvernement ya Kongo, na ninaambia raia wote wao watulivu, sababu gouvernement ya Kongo inaendelea kupiganisha kusudi amani irudie ndani ya Sud Kivu, na sisi tuko pia ndani ya Sud Kivu, na mpaka hapa tunapandisha bendera asubuhi magharibi. Kazi zote zinafanyika na tuko nyuma ya mheshimiwa rais wetu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hapa tunatumika kazi kwa mipango ya gouvernement ya Kongo. C'est-à-dire tunatumika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya ine hadi siku ya tano. Na siku ya sita ni kupumzika na siku ya inga ni kupumzika, kulingana na mipango ambayo ilitoka Kinshasa, ambayo viongozi wetu wa kazi wametupatia kwa ajili ya mipango ya kazi. Wakati huu tunakuwa na ugumu sana, sababu unaona wakati inchi inaingia ndani vita, wengi wanasema mambo fulani na wengine wameregea, wametaka kwenda huko na huko. Lakini ingawa ile matatizo, tunashimama nyuma ya chef de l'etat wetu. Anaendelea pia kutuhimiza kusema kama tuwe nyuma ya gouvernement yetu ya Kongo, na mpaka leo tunajikaza kufungula biro, kutumika na kufanya kazi ambazo zinaweza kurahisisha usalama na amani ndani ya mji wetu wa Lugushwa. Wakati ya mvua ni matata kabisa. Ni kusema kwamba barabara haiko kabisa, imeharibika. Tangu wakati ya Somoenki na kuendelea mambo inaharibika hapa. Tena barabara yetu iko ya nje ya barabara namba 2 ya kiserikali ya Kongo. Inakuwa huku nyuma kabisa, sababu hapa zamani ilikuwa fasi ya Societe Somoenki na barabara imeharibika. Ila kwa tunajitahidi kutembea kwa kwenda Bukavu, kwenda Mwenga, kwenda Kamituga, pahali kote tunatumia miguu na pikipiki. Ingawa tunaenda kwenye pikipiki, tunatembea sana kwa miguu, na hiyo ndio shida kubwa yetu tunayo kwa ajili ya kusafiri. Raia tu ninawaambia wao waaminifu kwa government yetu ya Kongo na kujiaminia kama vile Wakongomani, kujikaza kuangalia kama wanaona mtu mmoja anakuwa adui, kumupana mbele ya wakati kwa vyombo vya usalama na kutumika moja kwa moja na serikali ya Kongo ambayo inatutawala kwa siku za leo. Na kwa kumaliza, nilipenda kuambia pia wananchi wetu wawe watulivu na wafanye mipango ya usafi kwenye maparsele, kwenye manyumba, kwenye njia mbalimbali, kwa sababu tuepukane na magonjwa. Sababu wakati huu magonjwa mingi ya kolera na mingi inafika. Tunawapa ujumbe ya kwamba waendelee kuwa wasafi, watengeneze, na kila mara siku ya pili tuna kazi za pamoja ambayo inaitwa salon. Kila mtu ajibie kwa mwaliko wa salongo kusudi tujitegemee pia kwa kusafisha mji wetu na barabara zetu.